Bwana Mnandi Jayala, Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko fresh. Bwana mambo naenda Kama kawa. Bwana duru zinaonyesha kutoka huko Angola kwamba kuna mchezaji kule top scorer wa ligi mnamtafuta Simba. Ndivyo duru zinavyoeleza. Anaitwa Dago Chishibamba, raia wa DRC Congo, nyumbani kwa kina Mayele hivi. Kawaida kwa sababu wachezaji kutoka Kongo tunayo pale Simba Sports Mkongomani. Sababu mimi sasa hivi mpaka Simba tuna Mkongo mmoja tu. Eri Kibisawala, Eri Mpanzu. Alishapita pale Fabrice Ruamba Ngoma. Sasa hivi hayupo, lakini pia ametokea kwenye taifa hilo hilo. Nasema tuna mmoja, tuna mwingine Kongo Brazzaville. Ino Luemba. Naye pia Mkongomani yule naye pia. Pamoja yeye atoke Kinshasa, anatoka kule Brazzaville, lakini ni Mkongomani. Bwana Dago top scorer magoli 18. Vipi anafaa kuchukua mikoba ya mchezaji kama Jonathan Sow ndani ya klabu ya Simba? Issue sio goli 18. Anaweza akafunga hata goli 8 tu. Lakini ufanisi wake wa kuliona goli uko vizuri. Huyo mchezaji si anatufaa. Ya kwa sababu Simba najua ni watu wabobezi kwenda kumulika wachezaji. Kama dirisha dogo tumeletewa wachezaji takriban 5 wenye hadhi ya nyota 5. Kwa hiyo sasa hizi ukiona mchezaji yote anamulikwa kuja Simba Sports, basi huyo mchezaji utasikia na vilabu kutoka barani Ulaya pia vinamhitaji huyo mchezaji. Kwa hiyo sio shida zetu kipande hicho. Kwa hiyo naamini binafsi tusubiri, ni jambo la muda. Sasa hizi ni sehemu ya tetesi, haijawa official, ila ikiwa official tutakuwa naamini umepata bonge la mchezaji kwa sababu ukiangalia kashachukua goli 18 na ligi imetamatika pale Angola. Na pia tulimulika msimu uliopita mchezaji pale, lakini tukamkosa. Wenzetu Libya wamemchukua yule mchezaji Mabululu. Tulimulika sisi Simba Sports, raia wa pale Angola, lakini wamemchukua wao kule Libya. Kwa hiyo naamini binafsi huyo mchezaji sisi na nyenye itakuwa anatufaa. Tumemulika, lakini na nyuma mwiko utawasikia hapo hapo. Nao utasikia wanatia miguu. Kwa sababu msimu huu dirisha kubwa tulimulika wachezaji, lakini wakapita nao ambaye si hatakuwa kwenye ramani nao, mwisho wa siku wakafukuzwa wote. Hawapo sasa hizi. Gala leupe umeona bwana. Kwa hiyo msimu huu inawezekana wakajikanyaga tena kuingia kwenye mfumo wa kisikia tunamulika mchezaji. Bwana Chishibamba umemwona lakini? Atakuja kubamba Simba Sports yule. Kuna unataka uongoze kwa maana modeli asijiulize maswali mwenye matatu amwage pesa. Sasa hizi ni mwendo wa pesa tu. Kwa sababu kama Simba ishatajwa katika vilabu bora vitatu venye thamani kubwa. Sasa timu yenye thamani inakosaje kununua mchezaji mwenye thamani? Hao wachezaji wadogo wadogo wataenda kwenye vitimu vidogo vidogo. Wachezaji wakubwa wote watakuja kwenye timu kubwa. Kwa timu kubwa unazozijua wewe, ligi zote pendwa duniani ndio watakwenda huko. Tutakuwa tunagawana sasa hivi na Man City, tunagawana na Arsenal wachezaji. Yaani hiyo sio shida zetu. PSG tutaweza tunagawana nao wachezaji. Unadhani magoli 18 aliyofunga ligi kuu ya Angola pale pana Petro Atletico de Luanda na yeye anatokea kwenye klabu ya De Agosto, unadhani kwamba amefanya kazi kubwa zaidi ndani ya msimu huu? Amefanya kazi kubwa kwa sababu ligi ya Angola ni ligi bora pia. Katika ligi bora barani Afrika ni ligi bora pia. Kwa hiyo naamini ni mchezaji ambaye anacheza kwenye ligi bora. Kwa hiyo naamini akija Tanzania anakuja kwenye ligi bora zaidi. Kwa sababu kwenye ligi bora wao Angola na sisi ligi yetu sasa iko juu kuliko wao. Kwa hiyo naamini akija Tanzania na akija kwenye klabu ya Simba Sports, klabu pendwa nchini na klabu ambayo inapendwa duniani, atakuja kwenye sehemu ambayo atafanikiwa zaidi. Kama Bajabi alivyotoka kwenye ligi ya Kenya akasema anakuja Simba, sehemu ya ndoto zangu. Yaani hakufikiria kama anakuja Simba, lakini mwisho wa picha vile alivyokuwa anapenda zaidi na furaha zaidi, amekuja hapa binafsi mambo ya kwenda hivyo na mpaka sasa ameshindwa kuitumikia hiyo klabu ya Simba kutokana na injury inamfuatilia hapa na pale. Kwa hiyo naamini tunamwombea dua viongozi watie mguu kati wakatuletea huyo mtu kwa sababu goli 18 ukiangalia sisi ligi yetu haijaisha sasa hivi mtu ana goli 14 ambaye ndo ana kinara wa mabao hapa. Kwa hiyo naamini ni mchezaji mzuri. Sababu sidhani kama mtu anaweza kafikisha hizo goli 18 msimu kwenye ligi yetu, sina hakika kwa sababu msimu uliopita ligi imeisha mtu akifunga goli 16 tu. Lakini mpaka sasa bado goli 2 kuzifikia za top scorer wa msimu uliopita. Kwa hiyo naamini pingine inawezekana akafika hizo goli 18 ama asifike hizo goli 18. Kwa hiyo kikubwa tuombe dua viongozi watie mguu kati watotoe mchezaji. Hata kama nyuma mwiko atataka kutia mkono hapo, wao watie mguu kati wakachukua mchezaji. Sasa hivi sio shida zetu. Sababu sisi tugombania mchezaji na nyuma mwiko wala vilabu vingine kwa hapa kwetu. Sasa hivi tunawania mchezaji au tunagombania mchezaji na vilabu vikubwa barani Ulaya. Hata kwenye bara hili la Afrika nadhani hakuna timu ya kugombania si mchezaji. Hata Ahali sasa hivi tusigombanie naye mchezaji. Sababu wao wenyewe wanakuja mara kibao kuja kuchukua mchezaji kwetu. Mara kibao wanakuja kutaka wachezaji kwetu kwa sababu sasa hizi sio watu wa kugombania nao wachezaji. Twende kwenye vilabu ambao wao hawajawahi kupointi mchezaji kwetu barani Ulaya. Ndio tutakuwa tushindane nao sisi. Kwa hiyo nadhani huko ndio mnaweza mkashindana na kama Ahali kashaye kuja kupointi mchezaji kwetu. Leo huyo mtu tunaenda kushindana naye nini? Eti Piramidi wanakuja kuwania wachezaji kwetu. Sasa tunaenda kushindana nao nini hao? Saizi zile level zetu ni kutoka nje ya bara letu la Afrika. Yaani hao ndio tutakuwa tunashindana nao kusajili wachezaji msimu ujao. Sio vilabu vingine vyote. Lakini Mnandi mmeanza mapema sana kwa saka wachezaji. Yaani hiyo sio ndo kanuni yetu, sio msimu huu tu, misimu yote.
Scout wetu sio kwa makini sana kwenye kupoint wachezaji. Sema tu kulikuwa na watu wanatoboa mtumbu, wanaenda wapa za ndani, nyuma mwiko wanaenda wanachukua wachezaji ambao sisi tunapiga hesabu kwa chukua. Kwa sababu ukiangalia hata huyu mtoto wala ni Okelo ambaye hajaacha ziwa la mamake. Simba tulishamulika na tulikuwa tayari anakuja Msimbazi. Lakini mwisho wa siku kama kawaida yao, kwa mama washakimbilia kwa mama. Tukaona mchezaji gharama yake ni ndogo. Lakini kwa sababu washatia mkono na miguu, tukienda sisi huyu mchezaji atapanda dau, tukawaachia kama tulivyoachia Aziz Ki. Kwa sababu tungempandisha thamani ya Aziz Ki, tungemnunua kwa gharama kubwa. Sio kwamba wanaweza kushindana mchezaji sokoni kumsajili sisi, hawezi. Jeulio hawana. Yaani sisi tukitia mguu katu, sababu Mpanzu walimhitaji. Tena kinaga ubaga, lakini walimpata. Alikuja Msimbazi kwa sababu sisi tukiamua kumsajili mchezaji atakuja. Kwa gharama yoyote anakuja Simba Sports. Yaani sio shida zetu kuhusu kumsajili mchezaji. Kwa hata Tishibamba maana tutegemea kwamba Simba mtamnyakua. Sio huyo tu, wachezaji wengi nishakutajia mpaka golikipa wa Arsenal pia atakuja Simba Sports msimu ujao. Mnandi bwana. Sasa unaongea nini bwana? Unasema? Mpaka golikipa wa Arsenal atakuja Simba Sports. Wewe golikipa wa Arsenal? Sasa unashangaa nini? Sasa tumezamilia ubaya ujue msimu huu unaokuja. Yaani msimu huu tuna ubaya season 3 lakini msimu ujao ndio utakuwa hatari zaidi. Yaani ndio utakuwa balaa. Huo msimu ujao. Wachezaji sasa hivi kutoka barani Ulaya wanamiminika kuja Simba Sports kutafuta ofa. Sasa nani pale mtakaopiga mapanga kuelekea msimu ujao? Sisi ndio tutajua. Ambao hati msimu kisha ndio tutajua. Sasa hizi tunza maneno. Bajabili atakwepo? Bajabili mbona hayupo kwenye mfumo mbona muda? Ndio maana umeona tumeenda. Lakini tunamwona anapasha na timu. Yeye anapasha lakini umeona hata kwenye Mapinduzi kwenye muungano pia ameenda amecheza. Si unaona amecheza kule? Au kumuona? Nimeona. Kwa hiyo ni sehemu kuendelea kupasa mishturi akiwa sawa sawa, anaweza kaja akaolozeshwa tena kwenye kikosi kama kawaida. Mwingine kaendelea. Jonathan Soa ndo basi tena au? Jonathan Soa maana mnaomulika kina. Huyo ndo basi. Tishibamba. Huyo ndo basi tena. Yaani mpaka sasa hivi anakula hela zetu na kucheza achezi. Sawa? Na hatufikirii kama tuna mchezaji kama Jonathan Soa. Pamoja alichana picha ya baba. Yaani Simba naona kwamba sio shida zetu. Sisi tunampenda mchezaji, anapendana sawa na klabu yetu. Hatumpendi mchezaji kwa utukutu hata siku moja. Sisi ni waumini wa nidhamu kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo ukiona nidhamu ya kawaida, basi wewe utaenda kuishi sehemu nyingine. Sio Simba Sports. Hizo sio shida zetu. Kwa naamini nidhamu ni jambo la kwanza kwa mchezaji. Kokote ukitaja kufanya vizuri kwenye mashindano unapokwenda kwenye ligi yoyote, nidhamu weka mbele. Alafu mambo mengine yatafuata. Ukiona nidhamu mbovu, wewe kila siku utakuwa malizi msimu na unaondoka kwenye timu usiku. Manake Mnandi Jala Mnandi Bwino nataka Tishibamba Dago aungane na Klatos Tota Chama akina Libasi Gay kama endapo atabaki ndani ya klabu ya Simba kuelekea msimu ujao wakakiwasha kwenye ligi ya mabingwa. Sio huyo tu kwa sababu kuna mchezaji kama pale Mamelodi naona sasa hivi apate nafasi toka ujio wa mchezaji kutoka taifa la Brazil. Yeye sasa hivi nafasi apate pale. Kwa hiyo inawezekana anaweza akatua pia Msimbazi. Marcelo yaende anaweza kaja akatua Msimbazi. Tunasikia na yule mita ya mbele kule mnamtaka tena. Yupi? Yule nani huyo? Yule bwana kila msimu tunasikia jina yake. Tunasikia safari hii tajiri bana mdomo. Nasema inawezekana hii safari. Yupi? Yule unamjua bwana. Anacheza ligi gani? Si yule ndo top scorer yule. Wa msimu? NBC? Bado hajawa top scorer ila ndo kinara wa mabao. Lakini si ndio kinara bwana? Ndo kinara wa mabao bado hajawa top scorer ila anawania. Kama ligi inaisha leo si ndio yeye bwana? Hiyo ligi ikaisha leo, ligi inaishaje katikati bwana? Sasa ligi ikiisha leo hiyo na maana yake bingwa sana kwa msimu uliopita. Sasa msimu unaweza kusema ligi imeisha kati watu mechi hazijaisha. Unapataje bingwa kati ligi haijaisha? Si jasho limetoka bwana. Hata kama huwezi kumtoa bingwa kati ligi haijaisha. Ndio yule bwana mnasikia mnamezea mate tena. Yule atumezei mate, yeye mwenyewe ndo anaimezea mate Simba Sports. Sio sisi. Kwa hiyo Faisal yeye anaimezea mate Simba Sports. Faisal anataka Simba. Usiku wa manane anawaza kuja Msimbazi. Muda wote na wakati wote ni swala la muda tu. Ngoja amalizie muda wake, amalizie msimu na magoli yake lukuki, lakini msimu ujao ataimbwa kwenye viunga vingi. Inshallah mtaweza kumlipa bwana, maana tunasikia kule anamwaga mapesa kwa kweli kule. Kuna pesa bwana wewe. Kule kuna hela mboga tu. Kuna hela? Kuna hela mboga tu. Bwana. Hivi unasema pesa ziko kule. Au kwa sababu kocha Florent Benga anaondoka na yeye anaamua kujisogeza Msimbazi? Sio sababu hiyo. Au nyinyi mmeamua mchukue advantage yenu msogeza Msimbazi? Hiyo sio sababu hiyo. Wachezaji wetu wanaondoka kutokana na maslahi na kutokana na muda. Unamwona kama Samata aliondoka TP Angribe Mazembe, hakuondoka kwa ajili ya hela. Samata aliondoka kwa target. Aliisha pale kwa muda ule akasema kwa sasa hivi sihitaji tena kucheza ligi ya Kongo. Saizi akili yangu yote inawaza kwenda kucheza ligi nje ya Kongo. Na kweli ameenda Ubelgiji, amewaka zaidi, akatoka pale, akaenda barani Ulaya na ameenda ligi pendwa IPL Uingereza. Kwa hiyo naamini binafsi hata huyu Faisal Salum muda wake wa kucheza pale kwenye viunga vile nadhani utakuwa tayari ushaelekea ukingoni. Kwa hiyo naamini kabisa akili na mawazo ya Faisal Salum yanawaza kucheza nje ya klabu ambayo tayari kashazitumikia. Na nadhani ndo ndoto zake ziko hapo. Huko sehemu nyingine alikuwa anapita tu kama alivyopita Kibabaji. Na Haji Manara leo kusema kwamba endapo Faisal angetua kama Simba zingetungwa nyimbo nyingi sana kumuhusu yeye. Kuna muda hapa alikuwa hana timu.
wakati anagombana na Nyuma Mwiko. Nadhani unakumbuka, ama Gongo Wazi. Aliitwa national team. Mashabiki wa huo upande walichukia mno. Kwa nini kaorozeshwa national team? Ila naamini watachukia kama atakuja Msimbazi. Sawa, watachukia kuliko walipochukia kuorozeshwa kwenye national team akiwa hachezei klabu yoyote. Lakini Msuva aliorozeshwa national team hawakuongea. Na pia kipindi kile hakuwa na timu. Lakini waliumia kwa Fetoto kwa sababu walikuwa bado wanamhitaji. Ila Fetoto amekataa kubaki kule kutokana na changamoto ambazo akakutana nazo kwenye ile klabu. Na zilizomsababisha kwamba afanye kila linalowezekana aondoke. Lakini pia mama amemsaidia Fetoto na kuweza kutoka pale na kupeleka maisha yake sehemu nyingine. Na sasa hivi anaenjoy. Hakuwahi kuwa top scorer wa timu. Lakini toka ameenda kule amekuwa top scorer wa timu. Takriban misimu miwili, lakini msimu huu wa 3 anaenda sasa kuwa top scorer wa ligi. Mimi naamini anaenda kuwa top scorer wa ligi. Ni jambo kubwa ambaye amelifanya kwenye karia yake ya soka, ambaye kokote alikopita yeye kulifanya. Naamini kama atakuja Simba Sports au ataenda nje ya Simba Sports, anaweza kufanya makubwa zaidi kuliko kokote alikopita.